neno la Mungu limetuelekeza na mapokeo pia kwamba majina ya malaika yanaishia na zile Mikaeli, lakini tukumbuke katika lugha ya Kiebrania El maana yake ni Mungu. Kwa hivyo majina yao ukiniambia kwa nini yanaishia na El, ni kwa sababu wale ni watumishi wa karibu sana wa Mungu. Kwa hivyo linaanza jina lake lakini linakuwa na jina la Mungu El. Lakini kumjibu pia ni kwamba sisi ndivyo tumepokea namna hiyo kutoka kwenye maandiko matakatifu, na tunaamini kwamba Mungu aliyeyafunua hayo hadanganyi, lakini maana yake hiyo El ni Mungu. Na ni kwa sababu wao ni watumishi wa karibu sana wa Mungu, ndipo majina yao yanabeba na jina la Mungu. Mapendo. Sasa huku kuna maswali mengi mpaka nimesahau. Nakumbuka la Ekaristi kwamba sisi wa Kristo tunaruhusiwa kutengeneza mwili wa Yesu, si ndio hivyo? Sisi wa Kristo tunaruhusiwa kutengeneza mwili wa Yesu. Sasa nikitaka kulijibu, jambo la kwanza ni kwamba kulingana na mafundisho ya Yesu mwenyewe, takumbuka ile siku ya Alhamisi Kuu aliwaambia wafuasi wake, fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Yesu alichukua mkate akasema, huu ndio mwili wangu, na akachukua kikombe cha divai akasema, hii ndiyo damu yangu. Sasa basi, kwa kufanya hivyo akawaambia wafuasi wake, muwe mnafanya hivi kwa ukumbusho wangu. Na maana yake amewapa uwezo wa kufanya vile alivyofanya. Na kama Yesu amesema kwamba divai ni damu yake, Yesu aliye Mungu amesema divai ni damu yake, sisi ni nani kusema kwamba hiyo divai haitakuwa damu yake? Mapendo. Yeye mwenyewe amesema, na akasema mkate ni mwili wangu. Sasa sisi ni nani? Sasa huo uwezo wa kuendelea kugeuza mkate na divai kuwa mwili wake aliukabidhi kwa mitume wake, na mitume wake kwa njia ya mwendelezo wameendeleza, kwa sababu mitume wake sasa walikuwa maaskofu wa kwanza, wameendeleza sasa kurithisha kwa maaskofu, kwa mapadri na wale watu wote mapadri, maaskofu, wale wote wenye daraja takatifu, kwa sababu Yesu alisema endeleeni kufanya hivi kuka mimi amri. Kwa hivyo wenye uwezo wa kutengeneza huo mwili na damu ya Yesu ni mapadri, ni wale wote wenye daraja takatifu, mapadri. Hata tukisema maaskofu nao ni mapadri. Nadhani nimeeleweka. Labda hapo maswali mengine mimi sikuyasikia. Umesema kuhusu nyoka ya shaba. Mungu alimwamuru Musa atengeneze nyoka ya shaba. Halafu swali lilikuwa nini? Nimesahau kidogo. Nani aliamuru tuweke sanamu katika kanisa Katoliki? Sasa nimesahau katika mojawapo ya nadhani ni kitabu cha Wafalme wa Kwanza, tunasoma Mungu akiwaelekeza watu kuweka sanamu katika hekalu, na Mungu
Mungu anawaelekeza akiwaambia wachonge sanamu za makerubi, sanamu za maserafi. Hata lile sanduku la Agano la Kale lilikuwa ni sanamu, kwa sababu lilimwakilisha Mungu, na walichonga kwa kutumia mbao na vitu vingine, na wakasema Mungu mwenyewe akasema kwamba wekeni sanamu za makerubi, maserafi juu ya hilo sanduku la agano. Kwa hivyo naweza nikasema sasa, kufuatia hayo, Mungu aliamuru tangu zamani kwamba sanamu takatifu ziwekwe katika nyumba yake, lakini sio kwa lengo la kuziabudu, bali ni kwa lengo la kutukumbusha wito wa kumwabudu yeye. Kupitia hizo sanamu tumfikie yeye. Kwa mfano, kwa sababu wote ni masanamu, na uwepo wa masanamu kama ni makosa, basi sisi sijui tuende wapi. Sisi wote ni masanamu, na hii inakuja zaidi sasa kwamba inakuwa kichekesho zaidi kwamba katika ndoa watu wanapokuja kufunga ndoa wanaapa tutaishi kwa shida na raha. Maana yake ni kwamba ni sanamu limoja linamchukua sanamu lingine, na likishamchukua wanatengeneza visanamu vidogo vidogo, yaani watoto sasa. Watoto sasa ni visanamu vidogo vidogo tena sasa. Kwa hivyo kama kuwa na sanamu ni dhambi, basi hao watu hata wanandoa wanafanya dhambi kubwa sana. Shosho shosho. Shosho shosho. Kwa hivyo tunaona kwamba hoja ya kwamba tuna sanamu katika kanisa letu na kwamba ni vibaya ni kichekesho, kwa sababu hata hao wanaotutuhumu nao ni masanamu, tena wana watoto wametengeneza pia masanamu. Kwa hivyo ni masanamu ya Mungu. Kwa hivyo kuwa na sanamu katika kanisa sio mbaya, kwa sababu kwanza tena hizi ni sanamu takatifu, zinatukumbusha kwamba kuna Mtakatifu Yosefu, kuna Mama Maria, zinatukumbusha Yesu alitufia msalabani. Itakuwa mbaya endapo tutazipa nafasi ya Mungu, yaani tutaingia hapa kanisani tuanze kusema tumekuja kwa sababu ya hii sanamu ya Mtakatifu Yosefu, tuipigie magoti, tuseme wewe ndio tunakutumikia, wewe ndio umetuumba. Tuipe nafasi ya Mwenyezi Mungu. Wewe ndio umetuumba, wewe tunakutumikia, wewe tunakusujudia. Sasa hapo na tuwe na nia. Kwa hiyo uwepo wa sanamu kama ipo na huiabudu, huisujudu, huitumikii, hapo hujaabudu sanamu. Hatuabudu sanamu kwa sababu hatujagi kuitumikia, kuiabudu. Kwa hivyo nia, kitu kinaitwa nia ni kitu muhimu katika ibada. Ili tuweze kuabudu sanamu, lazima tuwe na nia. Tutoke nyumbani kwetu tukisema tunaenda kuabudu, tuwe na nia. Kwa mfano, mimi kwa sababu wao wanasema mkifika hapo mnainamia msalaba. Hata ukiinamia msalaba, kama una nia ya kuabudu, hapo bado hujaabudu. Kwa mfano, mimi hapa nikipita katika ule mlango pale, nikainama ili nipite vizuri, kwa sababu mlango ni mfupi, ili nipite vizuri, hapo nimeabudu mlango? Nimeabudu mlango? Kwa sababu nia sio kuabudu. Nimeinama ili nipite vizuri. Haya, fundi wa gari akiwa amelala au amepiga magoti ili aone tatizo la gari kule chini, ameabudu gari? Hajaabudu gari, kwa sababu hata akilala kifudifudi, ambayo ni ishara pia ya ibada, bado hajaabudu gari, kwa sababu
yeye nia yake sio kuabudu gari, nia yake ni kutengeneza gari. Sasa kwa sababu tuko ndani ya misa takatifu, mimi niishie hapo na ninaomba maswali 10. Naomba matatu ya mwanzo. Utauliza kutokana na uliza tu, sio kulingana na mada hii tu, bali unaweza kuuliza kulingana na mada yoyote ile. Karibuni. Haya, kuna swali huko, uliza. Yesu Kristo. Baba Padre, nashukuru sana kwa kuwa mafundisho ya leo yamegusa, na swali yangu mimi inalenga hapo kuabudu. Nafikiri katika kipindi hichi cha Kwaresma, na ikiwezekana Juma Kuu, siku ya tano kwa Kiswahili chetu cha Kikongo, tutakuwa na maabudio ya msalaba mtakatifu. Sasa tunapotoka nyumbani, tunakuja, kama mimi nakuja kwa nia ya kuabudu msalaba mtakatifu. Na huo msalaba mtakatifu, ijapokuwa ni msalaba mtakatifu, lakini pia ni sanamu. Hapo ninakuja na nia ya kuabudu. Inakuwa ninaabudu kweli huo msalaba ambao umekatazwa kuabudu sanamu au vipi? Tumsifu Yesu Kristo. Swali lingine. Tumsifu Yesu Kristo. Nina swali langu moja. Nataka Baba Padri atufunulie au anifunulie kwanza, kwa nini malaika wote mwisho wa majina yao inamalizika na herufi L? Swali la tatu. Swali la tatu. Swali la tatu. Tumsifu Yesu Kristo. Ya mimi nina swali Musa atengeneze sanamu. Na sehemu ya pili, Mungu aliyomwambia Musa atengeneze sanamu ilikuwa ni ile nyoka wa shaba. Na ilikuwa na kusudi. Lakini mwisho wa historia ya shaba, nabii Ezekieli alikuja kuvunja kwa sababu watu waligeuka taratibu za nyoka. Swali yangu inakuja hivi. Je, katika kanisa Katoliki ni nani aliyetuamuru kuweka sanamu ndani ya kanisa? Swali la pili, kipi bora kwetu sisi wa Kristo, kuheshimu sanamu au kuheshimu yale matendo mema ya Mungu aliyotuamuru kuyafanya? Swali la tatu, kidogo nje ya mada, lakini tunarudi kwenye kanisa takatifu. Je, sisi wa Kristo tuna uwezo wa kutengeneza mwili wa Mungu? Na watu wanaona kwamba Mungu haonekani na Mungu hafananishwi. Je, tunaweza kutengeneza Mungu? Tumsifu Kristo. Mna maswali? Swali la mwisho.
nitaanza na swali la Ijumaa Kuu. Ijumaa Kuu hatuji kuabudu ule mti wa msalaba, tunakuja kumwabudu Yesu ambaye ni wokovu wetu, aliyetundikwa juu ya msalaba. Na ili siku ya Ijumaa Kuu huwa anaimba hivi: huu ndio mti wa msalaba ambao wokovu wa dunia hii umetundikwa juu yake. Na sisi tunaitikia, njooni tuuabudu. Mnaposema njooni tuuabudu, mnamjibu padri anayesema huu ambao wokovu wa dunia hii umetundikwa juu yake. Kwa hiyo nyinyi mnasema tuuabudu huo wokovu. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo ndio maana ya ule wimbo, huu ndio mti wa msalaba ambao wokovu wa dunia umetundikwa juu yake. Na nyinyi mnasema njooni tuuabudu huo wokovu. Mnaposema njooni tuuabudu huo wokovu. Tunaelewana ndugu? Hilo ndio kuhusu Ijumaa Kuu. Swali la majina ya malaika. Swali hili liko ndani ya mafundisho ya Kanisa Katoliki kuhusu ukweli. Katika Kanisa Katoliki tuna vyanzo vitatu vya ukweli. Chanzo cha kwanza ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni ukweli, jinsi lilivyofunuliwa kwetu. Chanzo cha pili cha ukweli katika Kanisa Katoliki ni mapokeo. Mapokeo, yale mambo ambayo hayako ndani ya neno la Mungu, lakini ni hadithi ambazo zimekuwepo tangu zamani na zenye ukweli kuhusu wokovu wetu, zinazoweza kutusaidia kuhusu wokovu wetu. Na kitu cha tatu, chanzo kingine cha ukweli katika Kanisa Katoliki ni mafundisho ya mababa wa kanisa. Mababa wa kanisa waliandika sana, walifundisha sana. Sasa swali lake liko katika ile sehemu ya pili ya mapokeo. Sisi tumepokea, na pia iko katika sehemu ya kwanza. Kwanza tuseme ni sehemu zote kwamba mababa wa kanisa wamefundisha. Vijana mapendo daima. Hiyo sio sauti ya vijana. Mapendo daima. Daima. Mapendo. Tuongeze tena, mapendo daima. Daima. Mapendo. Basi niko hapa, hatutatoa mahubiri leo, badala yake tutatoa semina katika sehemu ya mahubiri. Na semina yangu ni ya kujibu swali. Na kijana mmoja aliniuliza, na kijana anaitwa Marcelo wa sekta ya 4. Yuko hapa? Hajafika. Marcelo wa sekta ya 4 aliuliza swali kwamba kwa nini kwenye kanisa letu tunatia masanamu? Nafikiri kuna ambao wanajua aliuliza. Sasa mimi nikaona hili swali ambalo linaulizwa nije kulijibu leo, kwa sababu ni moja kati ya mambo ambayo tunashambuliwa huko mtaani. Makanisa ya Katoliki mna masanamu, mnaabudu sanamu, mna vitu kama hivyo. Kwa hivyo nitajibu hilo swali. Na wengine wanadai kwamba Wakatoliki wanaabudu sanamu na picha, na katika kanisa lao kuna ibada ya sanamu na picha. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Basi kwa kuanza ni kweli kwamba sisi tuna sanamu makanisani kwetu. Hata hapa sasa hivi ukigeuka tu hivi
hapa altareni kuna sanamu ya Yesu msalabani, kuna sanamu nadhani ya Mtakatifu Yosefu kule, kuna sanamu ya Yesu tena hapa, kuna sanamu ya Mama Bikira Maria. Kwa hivyo ni kweli kwamba tuna masanamu makanisani mwetu, lakini hatuziabudu hizo sanamu. Kwa hivyo tuna sanamu lakini hatuziabudu. Na nitaanza na kusema ni nini maana ya sanamu. Ni nini maana ya sanamu? Maana tuliyoizoea na hasa katika lugha ya Kiswahili tunasema kwamba sanamu ni picha zilizochongwa zinazowakilisha watu au vitu fulani. Tunaelewana hapo? Shosho. Mia. Hiyo mia haijakamilika. Shosho. Mia. Sasa kwa hiyo sanamu ni picha. Sanamu ni picha iliyochongwa. Lakini sasa katika lugha nyingine, ukiachana na Kiswahili, ukienda kwa Kiingereza na lugha nyinginezo, utakuta sanamu ina maana pana zaidi. Sanamu ni picha yoyote, iwe ya kuchongwa, isiwe ya kuchongwa. Hata picha tunazopiga hizi ni sanamu yetu, kwa sababu ni kitu kinachowakilisha kitu halisi. Zile picha sio kitu halisi. Picha yangu sio mimi, lakini inaniwakilisha. Kwa hivyo hiyo ndio maana halisi ya sanamu. Maana pana ya sanamu ni picha yoyote, aidha imechongwa au imepigwa. Hiyo yote ni sanamu. Sasa tuna hizo sanamu. Sasa tunasema kwamba uwepo wa sanamu mahali fulani, iwe kanisani kwetu, iwe majumbani mwetu, popote pale, hakumkasirishi Mungu. Mungu hana hasira kwa sababu kuna uwepo tu wa sanamu mahali fulani. Hiyo sio kweli. Kwa hivyo tuna sanamu kanisani kwetu, lakini Mungu hachukii uwepo wa sanamu kanisani kwetu. Atachukia tu endapo tutaanza kuzipa nafasi yake. Tutaanza kuziona kama zenyewe ni Mungu, kuziabudu, kuzisujudia na kuzitumikia kama tunavyofanya kwa Mungu. Tupo hapo? Vijana mpo? Sasa hiyo ndio point, kwamba uwepo wa sanamu Mungu hagombani nao. Na ili tupate uhakika wa hilo, kuna kwenye Biblia tunaona Mungu mwenyewe anaagiza uwepo wa sanamu. Mungu mwenyewe anaagiza uwepo wa sanamu. Tukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 25 mstari wa 18 hadi wa 20. Kuna mtu ana Biblia? Nani amekuja na Biblia? Kutoka sura ya 25 mstari wa 18 hadi wa 20. Tena mstari wa 26 hadi wa 31. Kama mtaandika mtasoma baadaye. Pia Kutoka sura ya 29 mstari wa 37. Kitabu cha Hesabu sura ya 21 mstari wa 8 hadi wa 9. Kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 7 mstari wa 29. Na maandiko mengi sana tunaona Mungu mwenyewe akiagiza sanamu zichongwe. Na mfano mzuri ni katika kitabu hichi cha Hesabu sura ya 21. Mungu anamwambia Musa, chonga sanamu ya nyoka wa shaba, na watu wale walioumwa na nyoka wakiangalia watapona. Kwa hivyo tunaona Mungu mwenyewe anaagiza sanamu zichongwe. Kama Mungu aliagiza sanamu zichongwe,
atakuwaje na ugomvi zikishachongwa? Mapendo, tunaona hiyo haiwezekani. Kwa hivyo uwepo wa sanamu tu hata kanisani kwetu haumfanyi Mungu achukie. Lakini pia Mungu mwenyewe ndio amewapa uwezo wale wanaochonga sanamu, uwezo wa kufikiria na kuchonga. Ni Mungu amewapa hicho kipaji. Kwa hivyo Mungu aliyowapa kipaji hawa watu hawezi tena wakasirikia wakifanya kazi ya kipaji ambacho amewapa. Tunaona pia kwamba hakuna hata mmoja wetu ambaye hajihusishi na sanamu. Katika maisha yetu tunajihusisha sana na sanamu. Kama ingekuwa Mungu anakasirika na uwepo wa sanamu, uwepo tu wa sanamu, basi sisi wote tuna hatia, kwa sababu kila mmoja wetu anajihusisha na sanamu katika maisha yetu. Nitatoa mfano. Fundi kabla hajajenga hata hili kanisa, au mafundi waliojenga hili kanisa walikuwa wana picha kichwani mwao ya kanisa wanalotaka kulijenga. Hata nyumba zetu tunavyozijenga, waliotengeneza haya mabenchi tuliokalia walikuwa wana picha kwamba nitagonga msumari wapi, nitaweka hichi wapi, nitakata mbao yenye urefu gani kichwani, kabla hawajatengeneza. Na sasa hiyo picha ndani ya kichwa chao. Tukumbuke mwanzoni tumeshasema sanamu ni picha yoyote, iwe ya kupiga, iwe ya kuchonga, hata iwe ya fikra, ni picha. Kwa hivyo lazima walikuwa na sanamu ya hichi kitu ambacho wanataka kukitengeneza kichwani mwao kabla hawaja kitengeneza. Kwa hivyo kama tunasema uwepo wa sanamu kanisani kwetu ni mbaya, basi hata haya mabenchi tuliokalia tusingeakalia, tungekaa chini. Na hata hapo chini kuna sakafu. Huyo aliyeweka hiyo sakafu alikuwa na picha ya sakafu kichwani kwanza, ndipo akaweka hiyo sakafu, na hivyo tusikalie hata hiyo sakafu. Sijui tutakaa hewani au tutakaa wapi, kwa sababu kila kitu tunachokifanya tunakutana na masanamu sana duniani. Hata fedha, sijawahi kuona franka sijui na vitu gani, lakini hii pesa ya Tanzania ina picha ya mtu au haina? Nataka sauti kubwa. Ina picha ya mtu au haina? Inayo, si ndio? Ile ni sanamu au sio sanamu? Ni sanamu. Kwa hivyo kama kuwa na sanamu ni makosa, basi hata fedha tusizitumie, kwa sababu zina sanamu. Zina picha ya marais wetu. Hizo fedha tusizitumie. Hata miji huwa inapangwa, na wale wanaopanga miji wanasema barabara ipite hapa, huku pawe hivi, ya fikra kwamba huu mji uweje. Na sasa hata kwenye miji tusikae, kwa sababu miji ni matokeo ya sanamu ya picha ya mipango iliyopo katika akili za wale wanaopanga. Lakini zaidi, hata sisi wote hapa ni masanamu. Tumsifu Yesu Kristo. Sisi wote hapa ni masanamu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alituumba kwa sura na mfano wake. Ina maana Mungu ametuumba kwa picha yake. Sisi ni picha ya Mungu. Tukijiangalia tuna sura na mfano wa Mungu. Sisi wote ni masanamu hapa. Kwa hivyo ina maana kuwa na sanamu kanisani kwetu, kama tunatuhumiwa ni vibaya, basi hata hao wanaotutuhumu nao ni masanamu. Ni masanamu ya Mungu. Na hivyo
wanatakiwa sasa, sijui wote tufe au sijui tufanyeje sasa. Kwamba nyoka ya shaba itengenezwe. Wale Waisraeli walioumwa na nyoka, walipoangalia yule nyoka wa shaba, macho yao hayakuishia kwa nyoka wa shaba. Macho yao kiimani yalienda mbele zaidi na kumwona Mungu aliyeamuru yule nyoka wa shaba atengenezwe. Na kwa sababu walimuona Mungu, na kwa kuwa Mungu ndio mponyaji mkuu, basi ndio maana waliponywa kutoka katika zile sumu za nyoka ambao waliwauma. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa huku kulikuwa na maswali matatu, kule matatu. Kwa hivyo tumebakiza maswali matatu. Tufanye matatu ya mwisho. Karibuni. Sawa, asante. Mimi swali zangu zilikuwa kama tatu. Swali ya kwanza, kwa nini sisi Wakatoliki huwa tunapiga alama msalaba? Swali ya pili, na kwa nini katika amri inaandikwa kwamba usiabudu miungu? Anaandika katika kitabu ya Kutoka, tena akaja tena kwa Mathayo, nafikiri tena akaandika tena usiabudu miungu ya kuchongwa. Hiyo ndio ilikuwa swali zangu, lakini kuna nyingi za kuongea, kwa hiyo tuishie kwanza hapa. Chapelet kama sisi Wakatoliki sisi wote tunafahamu chapelet kama hii hapa. Tunaona hapo kuna sanamu ya msalaba hapo na kuna nyingine hapa, na kila kitu ambacho kimechongwa hapa tunaambiwa eti ni sanamu pia, maana kimechongwa. Sasa swali yangu ni moja. Kwenye chapelet kuna sala ambazo tunazisali ambazo waga sizielewelewi hivi kikawaida kabisa, na mimi bado sijabatizwa, mimi bado ni mteule. Nataka nifahamu mambo mengi sana kama kuhusiana na chapelet na vingine ambavyo vimesemwa hapa. Vinazidi kutufungua akili na tunafahamu mengi sana kuhusiana na dini letu la Katoliki. Swali yangu ni moja. Kwenye chapelet uwaga tunasali na kuamkia Mama Maria Majalani tunasema hivyo. Sasa tukiangalia vizuri hapo kwenye chapelet tunasema tuamkia Mama Maria, lakini Maria mwenyewe hatumuoni. Sasa hapo tunashindwa kuelewa tunamkia nani? Ndio hivyo. Tuna maabudu nani hapo kwenye chapelet? Yaani kwa nini tunaisali hiyo chapelet? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina naitwa Musa. Mimi mara nyingi nilipenda kujua maana ya msalaba, sababu msalaba tunaukuta makaburini, msalaba tunaukuta mahospitalini, na msalaba tunao makanisani. Na mimi kama Mkristo nilipenda nijue maana ya ule msalaba. Unakuwa kabisa unaashiria nini? Asante sana. Haya, nitaanza na hilo la msalaba. Msalaba kwetu sisi wa Kristo wa Katoliki ni bendera yetu, na kwa kweli inapaswa kuwa mahali popote. Ndio maana tukija kanisani tunaiona
majumbani mwetu tunaambiwa tuwe nayo. Msalaba ni alama ya ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo dhidi ya shetani, dhidi ya mauti. Na kwa sababu hiyo msalaba una nguvu sana. Ndio maana wakati wa kama hapa sasa, mapepo yamemshika mmoja hapa, mmoja wetu kama kuna mtu atashikwa na pepo hapa akaanguka, njia rahisi ya kumwondoa huyo pepo ni msalaba. Katika uzoefu wangu wa upadri nimeshakutana na vitu kama hivyo. Mtu unakuwa kwenye ibada, mtu anaanguka huko, anaanza kutambaa kama nyoka au vitu gani, lakini katika hali ile ukileta msalaba, ndio silaha ambayo inaweza kutoa hayo mapepo kwa haraka zaidi. Kwa hivyo msalaba ni bendera yetu, lakini ni zaidi ya bendera, na ndio maana tunauona kama anavyosema makaburini, makanisani, sijui kwenye jumuiya, majumbani mwetu tunasisitizwa uwepo, kwa sababu kwanza ni bendera yetu, lakini ni zaidi ya bendera. Ni kama rais anapokuwa mahali popote, bendera yake ipo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo haina shida. Lakini ni zaidi ya bendera, kwa sababu una nguvu. Ndipo hapo Yesu amemshinda shetani, ameshinda mauti. Alikufa msalabani, lakini akafufuka. Kwa hivyo msalaba una nguvu dhidi ya shetani, dhidi ya maovu yote, na ndio maana unatumika popote pale, hata mtu akizikwa, popote pale ambapo Kristo yupo. Katika kanisa Katoliki hasa tunapoongelea hilo. Na kulikuwa na swali lingine linahusu rozari. Sasa mimi sijamuelewa vizuri, lakini mimi nadhani alikuwa anauliza kwa nini tunasali rozari, si ndio? Kwa ujumla, kwa nini tunasali rozari? Na hili linakwenda miaka ya zamani kidogo, ambapo Mama Bikira Maria aliwatokea watoto watatu wa sehemu inaitwa Fatima kule Uhispania, na Mama Maria aliwaagiza waambie watu kusali rozari. Kwa hivyo tamaduni za kusali rozari zimetokea huko. Tunaelewana? Hao watoto walikuwa wanaitwa Lucia, Francisco na Jacinta. Kwa hivyo sasa, kwa sababu huko mafundisho kidogo kidogo utaendelea kuelewa, sawa? Kuna swali linasema kwamba kwa nini Mungu aliamuru tusiabudu sanamu? Jibu ni kwamba Mungu wetu hata kwenye neno hata kwenye Biblia Mungu alishasema kwamba yeye ni Mungu mwenye wivu, mapendo daima. Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu, mwenye wivu. Hapendezwi tunapoabudu miungu mingine. Yeye ametupenda sana, ametuumba, ni yeye aliyetuumba. Ni yeye ambaye anataka kukaa na sisi siku zote. Ametupenda sana, amemtuma mwanae afe msalabani, katufanyia hayo yote, kamwaga damu yake, kafanya hayo yote. Sasa hawezi akaona tunaabudu miungu vingine ambavyo havijatuumba, ambavyo havijatukomboa, ambavyo hata havitujali, halafu akasema sawa tu. Akasema sawa tu. Ni kama baba katika familia, baba amekuzaa, amekusomesha, amekutafutia kazi, alafu unachukua mshahara wako unaenda kukapa kababa kajirani, unakaambia asante kwa kunisomesha. Wewe utakuwa kichaa. Sasa ndio hivyo. Kwa hiyo Mungu ametugharamikia sana, na ndio maana hapendi kutuona tunaabudu miungu mingine. Sijui maswali mengine ni yapi, lakini mimi naomba
Sasa tuishie hapa. Kuna watu wana maswali tena? Hamna. Naomba tuishie hapa kwa leo, na tutakutana tena kwa semina nyingine nyingi ambapo mtauliza zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaomba wale wakatekumeni wajongee mbele kwa sala za matakaso. Ndugu zangu wateule, kanisa limewaamini. Ndugu zangu, kanisa limewaamini wateule hawa hata kuwachagua baada ya muda mrefu wa matayarisho. Tuwaombee wamalize matayarisho yao na kupata neema za Kristo katika sherehe za Pasaka. Tusimame. Tusimame. Tutaitikia kwa kuomba utusikie. Tumwombe Bwana wajalie kutunza neno la Mungu moyoni mwao na kulizingatia kabisa siku kwa siku. Bwana, tunakuomba utusikie. Tumwombe Bwana wateule hawa wamtambue Kristo aliyekuja kuokoa kilichopotea. Bwana, tunakuomba utusikie. Tumwombe Bwana wajalie wakiri kwa unyenyekevu kwamba ni wakosefu. Bwana, tunakuomba utusikie. Tumwombe Bwana wakatae kweli kweli jambo lililomchukiza Kristo katika maisha yao, nalo lapingana naye. Bwana, tunakuomba utusikie. Tumwombe Bwana ili Roho Mtakatifu achunguzaye mioyo ya watu wote awatie wateule hawa nguvu ya kushindana na udhaifu wao. Bwana, tunakuomba utusikie. Tumwombe Bwana ili Roho huyo awafundishe mambo yaliyo ya Mungu na jinsi ya kumpendeza Mungu. Bwana, tunakuomba utusikie. Tumwombe Bwana ili familia zao ziweke matumaini yao ndani ya Kristo na wajalie kupata amani na utakatifu. Bwana, tunakuomba utusikie. Tumwombe Bwana tunapotayarisha sherehe za Pasaka, atujalie turekebishe nia zetu, tujipe moyo na tuwahudumie wenzetu kwa upendo. Bwana, tunakuomba utusikie. Tumwombe Bwana ili walio dhaifu wapate nguvu, waliolegea watiwe moyo, waliopotea waonekane na kuokolewa duniani kote. Bwana, tunakuomba utusikie. Tuombe. Mungu, ulimtuma mwanao kwetu atuokoe. Wateule hawa waliokwisha ongoka kwa neno la Bwana wanatamani kunywa maji yaliyo hai kama yule mwanamke Msamaria.
Wajalie wakiri kwamba walikuwa wameelemewa na dhambi zao wenyewe na udhaifu wao. Tunakuomba usikubali wadanganywe na ulaghai wa Shetani sababu ya kujiamini mno wenyewe. Waepushe na roho ya udanganyifu ili watambue uovu wao. Wajalie utakaso rohoni na kushika njia ya wokovu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana Yesu, tunamishe vichwa. Bwana Yesu, ndiwe chemichemi ya maji wanayoyaonea kiu wateule. Ndiwe mwalimu wanayekutafuta. Wewe ndiwe peke yako mtakatifu ambaye mbele zako hawathubutu kusema kwamba hawana dhambi. Wanafungua mioyo yao kwa unyofu, wanakiri makosa yao na wanagundua uovu wao. Basi kwa wema wako waokoe katika maovu, warudishie afya ya roho, upoze kiu yao, wape na amani. Kwa nguvu ya jina lako tunalolitaja kwa imani, ukae nao na uwaokoe. Umtishe pepo mwovu uliyemshinda kwa kufufuka kwako. Waonyeshe wateule wako njia ya uzima katika Roho Mtakatifu, ili wanapozidi kumkaribisha Baba wamwabudu katika kweli, unaishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi daima. Nendeni na amani, tukutane kwa takaso lijalo. Tuseme tumshukuru Mungu. Basi rudini mkae kwenye viti. Wanaporudi, ninaomba viongozi wa vijana kwenye masekta wajiongee mbele kwa ajili ya baraka. Mungu mmoja. Wakristo wapendwa, Yesu alikutana na mama Msamaria, akamsaidia kuongezekea njia ya mwenendo mwema. Baada ya wokovu wake, mama huyo akawa misionari kwa wenzake. Wata kwa Yesu wakamomba akae kwao.
tunakuomba utukirimie baraka zako zisizo na kikomo, ili zituongoze daima katika maisha yetu. Bwana, tunakuomba. Bwana Yesu, yule mama Msamaria alikubali kukosolewa na Yesu katika makosa ya maisha yake. Tusaidie kutambua makosa yetu na kujitahidi kwa msaada wako kujirekebisha. Bwana, tunakuomba. Ujifunue kwa wote wasiokutambua bado, ili wakutambue na wakufuate. Bwana, tunakuomba. Bwana Yesu, utuonyeshe njia za kuongoza wenzetu kwako, kama yule mama Msamaria aliyofanikiwa katika kuwasadikisha na kuwaleta wenzake kwako. Bwana, tunakuomba. Waimarishe wote wanaojibidisha katika kazi mbalimbali za uchungaji na ufanikishe bidii zao. Bwana, tunakuomba. Wasaidie wakina mama wote wanaojitahidi kukutumikia kwa vipaji vyao mbalimbali. Bwana, tunakuomba. Bwana Yesu, tupe nguvu ya kushinda uchovu na uzembe wetu katika kukushuhudia mbele ya watu. Bwana, tunakuomba. Mungu mwanao alitupa mfano wa uchungaji. Utupe bidii ya kufuata yeye anayeishi pamoja nawe na Roho Mtakatifu.
Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kuwasamehe jirani zetu. Maadamu tunakuomba utusamehe sisi dhambi zetu wenyewe. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.